Sana TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi al-azizil hakim. Ndugu zangu katika iman, awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile tunamtakia ziada za rahma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ninawahusia na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu subhana. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika bado tuko katika neema na kheri nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa hiyo kheri ni kujikuta sisi bado tunaendelea kuogelea katika neema ya afya, katika neema ya amani, katika neema ya utulivu. Imefika hatua wenzetu bado wako katika kusafiri kuelekea katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kiongozi wetu wa taifa katika imani, usiku wa kuamkia leo amefanya safari kwenda kuitikia wito alionadi Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya suratul Hajj aya nambari 27 alimwambia Sayyiduna Ibrahim, baada tu ya kumaliza na kukamilika ujenzi wa nyumba kongwe, nyumba ya Mwenyezi Mungu, alimwambia maneno yafuatayo: waadhin fi nnasi bilhajji yaatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Sayyiduna Ibrahim, ujenzi umeshakamilika, nyumba iko tayari. Sasa unachotakiwa kukifanya ni kutoa taarifa kwa watu. Tazama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi aliyokuwa nayo, kwa hurma aliyokuwa nayo, hakumwambia Sayyiduna Ibrahim waadhin fil muslimin, toa taarifa kwa Waislamu. Hakumwambia waadhin fil mu'minin, toa taarifa kwa waumini, bali amemwambia waadhin fin nasi, toa taarifa kwa watu, bilhaji, ya kuja kuizuru na kuitembelea nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mbele akamwambia, ukiwa umefanya hivyo, ya atika, watakuja watu kutoka maeneo mbalimbali. Wengine watakuja wakiwa wanatembea kwa miguu, lakini wengine watakuja wakiwa hoi taabani, wakiwa wamepanda juu ya wanyama
na hao wanyama wakiwa wamechoka, wamekonda kwa umbali wa safari waliokuwa wametembea. Sayyiduna Ibrahim aliuliza kwa kusema, namna gani taarifa yangu inaweza ikafika maeneo mbalimbali wakati sauti yangu ni fupi, ndogo, haiwezi kunyanyuka kiasi hicho? Lakini akaambiwa, wewe fanya kazi ya kunadi, swala la kufikisha taarifa hili tuachie sisi tutawafikishia watu habari. Katika riwaya tunapokea, ukiangalia katika tafsiri ya Ibn Kathir, anaeleza Ibn Kathir, Sayyiduna Ibrahim alisimama katika lile eneo linaloitwa makamu Ibrahim, lakini wengine wanasema alipanda katika mlima wa Safa, akawa ananadi kuwaalika watu kwenda kufanya ibada ya hija. Milima yote ilishuka na sauti zikawa zimezagaa na kusikika mashariki ardhi wa magharibiha. Hapo kila aliyesikia sauti alisema labbaik Allahumma labbaik. Miongoni mwa hao Samaha, mufti Tanzania, leo ameondoka zake kwenda kutekeleza ibada ya hija, ibada ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza sababu kwa nini watu wanakwenda kutekeleza ibada ya hija na kwa nini kuna umuhimu mkubwa wa sisi kwenda kutekeleza ibada ya hija. Baada tu ya kumaliza na kukamilika ujenzi wa nyumba kongwe, nyumba ya Mwenyezi Mungu, alimwambia maneno yafuatayo: waadhin fi nnasi bilhaji yaatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Sayyiduna Ibrahim, ujenzi umeshakamilika, nyumba iko tayari. Sasa unachotakiwa kukifanya ni kutoa taarifa kwa watu. Tazama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi aliyokuwa nayo, kwa hurma aliyokuwa nayo, hakumwambia Sayyiduna Ibrahim waadhin fil muslimin, toa taarifa kwa Waislamu. Hakumwambia waadhin fil mu'minin, toa taarifa kwa waumini, bali amemwambia waadhin fin nasi, toa taarifa kwa watu, bilhaji, ya kuja kuizuru na kuitembelea nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mbele akamwambia, ukiwa umefanya hivyo, ya atika, watakuja watu kutoka maeneo mbalimbali. Wengine watakuja wakiwa wanatembea kwa miguu, lakini wengine watakuja wakiwa hoi taabani, wakiwa wamepanda juu ya wanyama, na hao wanyama wakiwa wamechoka, wamekonda kwa umbali wa safari waliokuwa wametembea. Sayyiduna Ibrahim aliuliza kwa kusema, namna gani taarifa yangu inaweza ikafika maeneo mbalimbali wakati sauti yangu ni fupi, ndogo, haiwezi kunyanyuka kiasi hicho? Lakini akaambiwa, wewe fanya kazi ya kunadi, swala la kufikisha taarifa hili tuachie sisi tutawafikishia watu habari. Katika riwaya tunapokea, ukiangalia katika tafsiri ya Ibn Kathir, anaeleza Ibn Kathir, Sayyiduna Ibrahim alisimama katika lile eneo linaloitwa makamu Ibrahim,
lakini wengine wanasema alipanda katika mlima wa Safa akawa ananadi kuwaalika watu kwenda kufanya ibada ya hija. Milima yote ilishuka na sauti zikawa zimezagaa na kusikika mashariki al-ardhi wa magharibiha. Hapo kila aliyesikia sauti alisema labbaik allahumma labbaik. Miongoni mwa hao Samaha, mufti Tanzania, leo ameondoka zake kwenda kutekeleza ibada ya hija, ibada ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza sababu kwa nini watu wanakwenda kutekeleza ibada ya hija na kwa nini kuna umuhimu mkubwa wa sisi kwenda kutekeleza ibada ya hija. Allah akasema liyashhadu manafi'a lahum, ili waende kushuhudia, ili waende kupata manfaa mbalimbali. Tazama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa na hurma, alivyokuwa na mapenzi. Kipindi anaitaja sababu, wale wataalamu wa lugha wanaelewa lugha iliyotumika hapa. Hakusema liyashhadul manafi'a, bali amesema liyashhadu manafi'a, ili washuhudie manufaa mbalimbali, manafi'u ad-dunyawiya wa manafi'u al-ukhrawiyya. Wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija, Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuwe miongoni mwa hao. Kuna mambo mengi wanayoyapata kule, kuna manufaa ya kiakhera. Miongoni mwa manufaa ya kiakhera, wanapata msamaha wa madhambi yao. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq, yeyote atakaye kwenda kuhiji kwa ikhlasi kabisa, hakwenda ili asikike kuwa amekwenda hija, hakwenda kwa lengo la kuonekana, alafu akaepuka machafu, akaacha kumwasi Mwenyezi Mungu, rajaa kayaumi waladatuhu ummuhu, siku atakayokuwa anarudi, atarudi akiwa mweupe, hana dhambi, atarudi akiwa kama alivyokuwa mtoto kipindi anatoka katika tumbo la mama yake, hana dhambi ya aina yoyote. Tunaamini wote waliokwenda kutekeleza ibada ya hija watalazimikiana na mafundisho sahihi, hatimaye watarudi wakiwa hawana dhambi. Subhanahu wa Ta'ala awatilie baraka katika safari yao. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azipokee ibada zao. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nasi tuliosalia huku, Allah atupe uwezo nasi katika miaka inayofuata twende kutekeleza ibada ya hija. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز الحكيم. Ndugu zangu katika imani, ninaihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu. Ndugu zangu katika imani, bila ya shaka tumeisikia hutuba ya awali
ikiwa inatuelezea safari ya hija, safari ambayo ndani yake kuna kheri, safari ambayo ndani yake kuna mafunzo, safari ambayo kama mtu atakaa kwa kutafakari na kuangalia darsa inayopatikana katika ibada ya hija, basi kila mmoja itakuwa ombi lake ni Mwenyezi Mungu amtilie wepesi aweze kutekeleza ibada ya hija. Ndugu zangu katika imani, ibada ya hija kwa hakika ni chuo kinachoelekeza ubinadamu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alieleza katika ahadithi mbalimbali namna watu wanavyotakiwa kuwa wamoja, somo ambalo tunapata picha kupitia ibada ya hija. Tazama, kufika hatua watu wanaambiwa wavue nguo zao tofauti tofauti, wavae nguo iliyokuwa na rangi moja, tena wavae katika mfumo wa aina moja, neno lao likiwa ni moja, wanasimama katika kiwanja kimoja. Hii yote inaonesha mafanikio ya watu ni katika kuungana. Hebu ona, watu wakiwa wanatofautiana, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameliweka hilo kuwa ni katika alama ya kiyama, kwa maana sasa watu wanaishi katika maisha yasiyokuwa taratibu zao. Allah amesema, Mtume amesema akiwa anaeleza alama za kiyama, anasema inna baina yadai saa fitana kakitai llaili lmudhlimi yusbihu rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira falqaimu fiha khairun min almashi walmashi fiha khairun min as-sa'i. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitabiri na kueleza itafika hatua ubinadamu utaondoka katika nyoyo za watu, na hiyo itakuwa ni katika alama za kiyama. Alisema zitaibuka fitna mbalimbali. Tukisema fitna, tunamaanisha ni ile hali ya watu kuwachanganya na kuwavuruga. Watatokea watu, kila mmoja atakuwa ananadi akisema kuwa yeye ndiyo yuko sahihi, na huyu mwingine ananadi akisema yeye kuwa ndiyo yuko sahihi. Kila mmoja anahitaji watu wamuelekee. Watu wanatengeneza makundi mbalimbali. Wale wanadamu waliokuwa wanatakiwa kuyajenga maisha yao katika mfumo mmoja, sasa wanagawanyika. Leo utakuta mtu na familia yake hawaelewani, utakuta mtu na kabila lake hawaelewani, utakuta jamii na viongozi wao hawaelewani. Maisha yameshavurugika, yanaletwa yale maisha ya wanyama. Ufika hatua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema watu wakiingia katika hatua hiyo wataanza sasa kudhuriana. Si ajabu ukakuta mtoto kashika silaha anataka kupambana na mzazi wake, ukamkuta kaka kashika silaha anataka kupambana na ndugu yake, utakuta raia kashika silaha anataka kupambana na kiongozi wake. Mambo yameshavurugika, yale maisha ya kibinadamu hayako tena, maisha ambayo yanapatikana katika darsa ya hija. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa mwongozo, anasema hivi, falqaidu fiha khairun min alqaimi, na yule ambaye imemkuta fitna akiwa amesimama ni bora zaidi kuliko kunyanyua mguu, na yule ambaye fitna imemkuta anatembea kawaida ni bora zaidi kulikoni kuamua kukimbia. Lakini kuna watu wanaweza wakahamasika, wengine wakawa wameshaandaa silaha zao. Zamani walikuwa wanatumia pinde, ndiyo mfano aliyoutumia Mtume Muhammad. Kuna watu watakuwa wameshaseti kamba zao katika pinde kwa ajili ya kurusha mikuki.
Lakini leo mtu anaweza akachomoa kisu, mtu anaweza akachomoa panga lake, mtu anaweza akatoa silaha yake ya moto tayari kumdhuru ndugu yake. Hajui kwamba kumpoteza kwa ndugu yake ndiyo kupotea kwa maendeleo yake, kwa sababu mwanadamu kuendelea kwake kunahitajia muunganiko. Sasa Mtume anasema ukifika katika hali hiyo, fakasiru qisiyakum, kama mulikuwa mshaandaa pinde zenu zivunje, waqati'u autarakum, kama zile kamba zilikuwa zimeshasetiwa katika pinde, kateni. Lakini si hivyo tu, hata ikitokea ndugu yako yuko tayari kukushambulia, yawezekana ujinga umemtawala katika kichwa chake, haelewi maendeleo yake ni wewe kuwa hai, maendeleo yake ni kuwa jirani na wewe, yawezekana akavurugwa hivyo, wewe usije ukamrudishia. Mtume anasema wa in dakhala baghiyun ala ahadikum, ikitokea mmoja wenu ameingia kwa mwenzie kwa ajili ya kumdhuru, falyakun ka khairi ibnai adama, awakumbuke watoto wa Adam, wale watoto wawili. Mmoja alikuwa tayari kumdhuru ndugu yake, anamwambia nitakuua, na yule mwingine akamwambia wama ana bibasitin, mimi sikunjui mkono wangu kukushambulia wewe, mimi naelewa usalama, amani, maendeleo ya mwanadamu. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atie kheri katika miezi hii mitukufu kwa sisi waja wake. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya mwezi huu wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram, mitatu iliyofuatana, Mwenyezi Mungu atubariki wa Tanzania wote. Mwenyezi Mungu awabariki viongozi wetu wa dini, awabariki viongozi wetu wa serikali, azidi kuwapa moyo wa imani katika hali ya kutuhamasisha kwamba maendeleo ya mwanadamu yanapatikana katika kushikana na ndugu yake aliyekuwa mwanadamu. Kufeli kwa mwanadamu chanzo chake ni kufarikiana na ndugu yake aliyekuwa mwanadamu. Ndugu yangu katika imani, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وارض اللهم عن الخلفاء الكرام خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعن الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.